Nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Yesu wangu nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Yesu Kristo nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Nitamjua, nitamjua kwa alama ya mukuki. Huyo Yesu nitamjua, nitamjua kwa alama ya mukuki. Nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Nitamjua, nitamjua kwa alama ya misumari. Haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni nani huyo ndio tutamjua kwa alama ya misumari? Ni nani huyo ndio tunafaa kumjua kwa alama ya mkuki? Ni nani huyo ndio tunafaa kumjua kwa alama ya taji ya miba kichwani mwake? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni wakati ulio mwema sana wa kuandaa njia zako, wa kujiandaa, maana dalili zinaonyesha ya kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Yesu yuko karibu kuja kunyakua ulimwengu, kukuja kunyakua kanisa. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haji kunyakua ulimwengu, ila anakuja kunyakua kanisa. Anakuja kunyakua bi arusi ambaye amejiandaa, ambaye amejitenga na dhambi, ambaye ametengeneza njia zake, njia ambaye Yohana alilia nyikani akasema, tengenezeni njia, Yesu anakuja kupitia. Haleluya, kwa kila mmoja ambaye ako na imani ya kufika mbinguni, kwa kila mmoja ambaye anapiga vita vyake vya kuingia mbinguni, huu ndio wakati sasa. Haleluya, maana Biblia inatuambia ya kwamba tutaona vitu mingi vitatokea nyakati za mwisho. Tutaona hata injili inapingwa nyakati za mwisho. Tutaona watumishi wa Mungu wanapingwa nyakati za mwisho. Tutaona watumishi wa Mungu wanafunguliwa kesi, wanafikishwa mahakamani. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana tunaona leo hii kanisa inashtakiwa, nabii wa Mungu anashtakiwa kwa ajili ya kufanya muujiza, kwa ajili ya kuombea wagonjwa wakapona kwa imani, kwa ajili ya kuombea vipofu wakapona kwa imani. Sasa serikali imeamka chini, inamchukulia hatua. Haleluya. Huu ndio wakati sasa wa kutengeneza njia zako. Huu ndio wakati sasa
wa kujiandaa kwa sababu Yesu yu mlangoni. Na kama wewe ni msomi wa Biblia, haya mambo ambayo yanafanyika yote, hakuna jambo ambaye ni mpya hapo. Yote ambayo yanafanyika ni Biblia inajirudia. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu wameamka chini, wanashtaki kanisa, wanataka kanisa ifungwe, wanashtaki mtumishi wa Mungu, mtumishi nabii ambaye Mungu amemtuma hakuje aandae ulimwengu. Haleluya! Hakuje aandae kanisa kwa ajili yake Yesu Kristo. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Huu ndio wakati wa kujiandaa, kwa sababu wanasema ya kwamba hakuna muujiza, hakuna mtu ambaye anaweza kufanya muujiza ya uponyaji, hakuna nabii ambaye anaweza fanya muujiza wa uponyaji, hakuna mitume ambaye wanaweza fanya muujiza ya uponyaji. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wale ambaye wanaelewa hivyo ni wale wote ambaye sio wasomi wa Biblia, ni wale wote ambaye hawajasoma Biblia, hawajaelewa Biblia. Haleluya! Kwa sababu Biblia iko wasiwasi kabisa. Petro aliweza kuponya kiwete. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kiwete ambaye alikuwa anaomba kwenye lango. Lakini Peter alipomwona akamwambia, mimi sina cha kukupatia, lakini naweza kukuamrisha utembee katika jina la Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kuna jambo lingine ambaye watu wanafaa kuelewa. Wale watu wote ambaye wanapiga kanisa vita, wale watu wote ambaye wananyoshea nabii wa Mungu kidole, wale watu wote ambao wananyoshea kanisa kidole Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sio binadamu anaponya na sio nabii anaponya, ni Mungu anaponya kupitia nabii, ni Yesu anaponya kupitia nabii, ni damu ya Yesu inaponya kupitia maombi ya nabii. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nasema Biblia inasema tena, utapona tu kwa imani. Haleluya! Kwa hivyo wale wote labda ambaye mnaona hawajapona, hawana imani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nakumbuka nabii amefanya muujiza mingi sana kupitia jina la Yesu. Vipofu wameweza kuona, visiwi wameweza kusikia, viwete wameweza kutembea, wamama ambao waliitwa tasa wameweza kupata watoto. Mungu aliweza kugusa matumbo yao. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wakaweza kupata watoto kwa imani na kupitia maombi ya nabii mkuu wa Mungu. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo hata hiyo si jambo la ajabu sana. Kumbuka Yohana aliweza kuwekwa gerezani. Yohana, mtumishi wa Mungu Yohana, aliweza kufungwa gerezani, mwishowe akaweza kukatwa kichwa akiwa gerezani kwa ajili ya injili ya Mungu, kwa ajili ya kutetea injili ya Yesu, kwa ajili ya kukemea dhambi, kwa ajili ya kukataa dhambi. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na nyinyi wote ambao mnapiga nabii vita, kumbuka ya kwamba ampigi nabii vita, mnapigana na Mungu mwenyewe, mnajaribu kupiga Mungu vita. Haleluya! Wale wote ambaye mnapiga kanisa vita, mnapiga Mungu vita. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Unless mtubu kabla Mungu achaachilia kiboko. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hata Yesu mwenyewe alipitia haya ambaye nabii anapitia, na aliweza kuambia wanafunzi wake yale yote ambaye yeye amepitia. Hata watumishi wa Mungu wote ambao watasimama kutetea injili, wote ambao watasimama kwa jina la Yesu watapitia hayo. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo sio jambo ngeni, ni jambo ambaye Yesu mwenyewe alipitia na akaweza kuandaa watumishi wake. Maana unaposoma Biblia inakuambia kwamba kama yeye alipitia, pia watumishi wake watapitia, pia manabii wake ambaye amewatuma watapitia hayo. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na wale wote ambaye mnashtaki nabii, mnashtaki kanisa, kumbuka kwamba mnamshtaki Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe ndio mkuu wa sheria. Haleluya! Mnaenda kufanya kesi na mkuu wa sheria mwenyewe ambaye ni Mungu. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, wakati ambapo mtashikwa, mwekwe gerezani, mnyamaze kimya na Roho Mtakatifu ataleta mambo ambayo mtaongea kwa wakati huo.
Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Watumishi wa Mungu wanamtegemea Mungu, vita vyao ni Mungu mwenyewe anapigana, sio mwanadamu anaamka na kupigana. Haleluya. Ole wao wote ambaye wanapiga nabii wa Mungu vita. Ole wote ambao wanapiga kanisa vita. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hata Paulo aliweza kutafutwa. Paulo na Sila waliweza kufungwa gerezani kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya injili ya Mungu, kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, kwa ajili ya kushuhudia matendo makuu ya Yesu, kwa ajili ya kuponya watu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hii inaendea wale wote ambaye wanajiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni, wanajiandaa kwa ajili ya kumuona Yesu. Wakati ndio huu sasa, dalili ndio hizi sasa zinaanza kufanyika za kuingia juu mbinguni. Haleluya. Shetani ameamua kuamuka chini kupiga kanisa vita, kwa sababu wakati wa shetani ni mdogo sana, wakati wa shetani ni fupi sana. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nakumbuka vita vya Wakristo ni vita vya kiroho, sio vita vya kimwili. Maana unaponyamaza kimya, Mungu mwenyewe anakupigania. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tunajua ya kwamba hakuna mwanadamu anaweza kuponya, ila Mungu anaponya kupitia yeye. Haleluya. Nabii ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweza kumtuma aje aandae ulimwengu. Nakumbuka Yesu aliambia wanafunzi wake waweze kuponya wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni Yesu anaponya kupitia mwanadamu, kupitia mtumishi wake, kupitia nabii wake mkubwa. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nakumbuka kuna manabii, maana Biblia inasema ya kwamba tutatumiwa manabii kama Musa ambaye watakuja kutembea miongoni mwetu. Biblia inasema ya kwamba nitawatumia nabii miongoni mwenu. Haleluya. Na huyu ndiyo nabii ambaye Biblia iliongea, ambaye Mungu aliweza kututumia nabii ambaye anatuonyesha njia ya kwenda mbinguni, anatuonyesha njia ya toba na utakatifu, anatufunza, anatuhubiria kujitenga na dhambi, kukataa dhambi. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nakumbuka nabii hajaanza kasi ya Mungu saa hii, ameanza kasi ya Mungu kitambo, miaka zimeenda. Na serikali ilikuwepo, serikali ilikuwa inamuona. Hakuna kitu ambaye aliwahi fanya kwa siri. Kila kitu yeye hufanya wazi, uwanjani, inapeperushwa kwa TV, kwa maredio. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Iweje leo ndio serikali inataka kutafuta mtumishi wa Mungu? Iweje leo ndio serikali inafungua kesi, inataka kufungua kesi? Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni nyakati za mwisho, tuandae njia, tujiandae vizuri, tutengeneze mioyo zetu, maana Yesu yu karibu kurudi. Tengeneza uhusiano wako na Mungu wako, maana wakati wa kutubu ni sasa, maana wakati wake Mungu ni sasa. Haleluya, wakati wa Yesu ni sasa. Yesu yu mlangoni. Unapoona kanisa inapigwa mawe, unapoona watumishi wa Mungu wanapigwa mawe, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wote ambaye watakuwa wanasimama kwa jina la Yesu watapigwa na watafungwa gerezani. Kwa hivyo hii sio jambo ngeni, ila tunajua Mungu atapigana. Zaidi ya vyote tuandae njia ili tuweze kuingia ufalme wa mbinguni. Amen.